Harambee! Je, nani anayejua kucheza mchezo wa siasa kuliko mwenzake? Je, ni Rais William Ruto anayejulikana kwa kupanga mikakati ya siasa au Rigathi Gachagua ambaye anaendelea kuvutia maelfu ya wananchi katika mikutano yake? Na msikuwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Hapa mbele si sasa kiwanja itakuwa wazi. Tutakutana kwa kiwanja. Yes. Ama namna gani? Yes, tutakutana kwa kiwanja hapa. Hawa ni viongozi wawili ambao wanaendelea kutawala mjadala wa siasa nchini Kenya. Lakini swali kubwa ni hili, nani hasa ni fundi wa siasa? Kasongo anyoroshwe asinyoroshwe? Anyoroshwe asinyoroshwe? Sasa watu wa Kirinyaga, mnajua nyinyi ni watu wangu. Mimi nawapenda sana na ninawaheshimu sana, na katika vile mimi naungwa mkono katika Mlima Kenya, Kirinyaga County ndio namba 1 kwa kuniunga mimi mkono katika uongozi wangu. Harambee! Harambee! Sisi tumefika hapa kwa sababu sijakuja Kirinyaga kwa muda. Watu wa Kirinyaga, mimi nimemwambia siku mingi, tulipata shida kwa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Sasa tumerefuka, tumetengeneza chama chetu, chama cha DC. Na mimi nataka niseme, ile ushindi tumepata Olokalau juzi ni kumaanisha chama ya Mlima Kenya ni chama cha DC. Na kwa hivyo tunatangaza mchana, mtu yeyote katika mlima ako na haja na kiti ya gavana, kiti ya seneta, kiti ya women rep, kiti ya mbunge, kiti ya MCA, ukuja kwa chama ya nyumbani hii ya Mlima Kenya, chama ya DCP. Kwa sababu watu wetu, Kasongo alinichenga mimi kwa sababu sikuwa na chama. Wale wabunge nilikuwa nafikiria ni wangu, akawanunua, nikawachwa kwa mataa. Akaangaisha jamii yetu. Kama ningekuwa na chama yetu, tungekasana na Kasongo. Lakini alituchenga kwa sababu alitudanganya, tukaenda kwa chama yake. Sasa tukiendelea mbele, sio mwaka huu, miaka na milele, hakuna siku watu ya Mlima Kenya wataenda uchaguzi bila chama yao ya nyumbani. Harambee! Harambee! Wacha nimwambie pale Olokalau, watu wetu wamenyoa Kasongo. Pale kulikuwa change hakuna. Kila kitu ilikuwa ni 1,000. Amepea kila mtu, tumefika hesabu. Kwa ile pesa ametumia 15 billion, amepata kula 5,000. Ukifanya hesabu, kila kura moja amenunua shilingi milioni 3 pale Olokalau. Kasongo anyolewa sinyolewe? Ahangaishwe sihangaishwe? Na mimi nilikuwa nimemwambia Kasongo, nikamwambia Kasongo, wewe unajifanya mjuaji, hapana guza mlima. Nilimwambia sikumwambia? Aliguza hakuguza? Amepata shida hajapata? Wewe Kasongo, nilikuambia, nilikukatisha chini kama mzee. Nikamwambia hii jamii ya mlima haipendi usaliti, na haitaki kutumiwa vibaya, na haitaki uongo. Nikakwambia wewe ukicheza na hii mlima itateleza na utapata shida. Nikakwambia Kasongo, hapana guza mlima, wachana na mlima isimame. Ukajifanya mjuaji. Sasa umeenda pale Olokalau, umenyolewa, umetoa 15 billion, umeenda nyumbani bure. Kasongo haikishwa asiangaishwe? Huyu Kasongo amedanganya kila mtu. Anaambia Waigoro utakuwa deputy yangu. Anaambia huyu Kendeke Soprano utakuwa deputy. Anaambia GK utakuwa deputy. Anaambia Kiojore utakuwa deputy. Anamwambia Ichongwa utakuwa deputy. Anamwambia Musalia ni wewe. Anaambia Uparanya ni wewe. Anaambia ile mzee anashindwa kutembea anaitwa Oburu ni wewe. Ni muongo si muongo? Wacha nikwambie Kasongo, this mountain does not care about any deputy president.
Sisi tulikuwa na deputy president hapa amechaguliwa. Kweli ama uongo? Ukatunyang'anya. Hatuna haja na deputy president kutoka kwako. Hata ukiweka nani deputy president Kasongo utakuwa one term. Nani kuambie ile kura imepatikana 5,000. Hapana ya Kasongo. Hiyo ni ya Mochina ambaye ni mtoto ya hapo Olokalau. Kama ni Kasongo alikuwa kwa debe, haki ya Mungu hakepikisha kura 500. Na hapa Kirinyaga nataka nitangaze, katika Kirinyaga County Kasongo asifikishe kura 1,000 kwa kaunti ya Kirinyaga. Harambee! Hata huyu mjumbe hapa anaitwa Kachoki Getare ni msaliti. Aende asiende? Aende asiende? Wachambuzi wa siasa wanasema kila mmoja ana mtindo wake. Wapo wanaoamini Ruto ni mtaalamu wa mikakati ya kujenga ushirikiano. Wengine wanaona Gachagua ana nguvu katika kuhamasisha wananchi na kuendesha mijadala ya kisiasa. Ruto hana ufundi wowote. Kama ni fundi labda ni fundi wa viatu. Fundi wa siasa si Ruto. Mafundi wa siasa tunawajua bwana. Mafundi wa siasa kina Raila Amolo Odinga, kina Babu Rahman tunawajua wale majamaa. Moi, unajua? Sasa huyu ni fundi wapi? Vijana wadogo wamekwenda mpaka bungeni hapa wakaingia ndani ya bunge. Huyu jamaa akiwa rais, kwani yeye ni fundi saa ngapi bwana? Ruto atupe break kwa sababu yeye tunamjua. Ufundi wake labda tuambie shamba ya Mresha alilipelekaje. Huo ndio ufundi wake huo. Atuambie shule ya pale nani? Shule ya pale Lang'ata aliifanyaje? Huo ndio ufundi wake bwana. Ufundi wa Ruto katika siasa haupo. Ufundi wa mashamba hapa kidogo kuchukua vitu hapa na pale. Kwa hivyo ufundi wa siasa yeye hana, na hapo Olokalau nategemea mie kwamba atakuja kupoteza. Na nakwambia awamu ya pili tutampiga bao wallahi tena. Ukimwona Ruto mwambie yeye si Mungu. Sawa sawa. Kwanza 2027 hajui kama atakuwepo. Sawa sawa. Na kama atakuwepo ajue si yeye tu, atakuwepo yeye na sisi pia tutakuwepo. Sawa? Kura tumemuingiza sisi kama wananchi, sawa? Ajue anategemea kura yetu pia aende akaingie. Tukimnyima atafanyaje? Ataiba ama watajaza kama alivyosema nani yule Oscar Sudi. Ati nitajaza. Kwani kura ni maharage unajaza unavyokuwa unataka bwana? 2027 tunapewa ruksa kikatiba kwamba nenda kapige kura baada ya miaka 5. Unapiga kura yako baada ya miaka 5, iwapo unamuona huyu ambaye umempigia kwamba amekaa vizuri, si mbaya sana, unamuongeza awamu nyingine. Mambo yote ambayo tuko nayo ni kwa sababu, na mimi nafikiri kama vijana tukimwangalia rais wetu kabisa, umaarufu wake hauambatani na zile kazi ambazo tulimpatia. Job description na qualifications zake ni mismatch kweli, kwa sababu ukiangalia anatujengea nyumba, anatujengea kanisa, anatujengea. Na kama tungetaka fundi Belinda, kama tungetaka fundi tungechagua fundi. Na kwa hiyo ni maoni yetu ya kwamba huyu rais anafaa kujiuzulu, aende atafute mjengo. Sisi tutafute kiongozi ambaye atarekebisha mambo ya uongozi katika taifa la Kenya. Kwa hivyo, nani ni fundi wa siasa? Je, ni William Ruto anayejenga ushawishi kupitia mikakati ya kisiasa, au Rigathi Gachagua anayevutia wananchi kupitia hotuba na mikutano yake? Jibu linabaki kwa wananchi. Wewe una maoni gani? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni nani unaamini ni fundi wa siasa kati ya Rais William Ruto na Rigathi Gachagua. Nikiripotia Nation Alert TV, ni Jasper Matara.